vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi na kujia, nina haja nawe, kaa nami na mahojo haya. Yesu, Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi na kujia, nina haja nawe kila hali. Maisha ni bure ukilimba. Yesu, Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi na kujia, nina haja nawe, nifundishe ahadi zako zifikishe. Yesu, Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi na kujia, nina haja nawe, weza yote ni wako kabisa, usiku zote. Yesu, Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi na kujia, niwezeshe Mwokozi na kujia. Haleluya, haleluya. Yesu, Yesu, watoto. Amen. Nisa kusikiliza mistari ya moyo ya wiki kwa watoto wa Yesu. Je, kwangu kwa maana ufalme wa mbinguni ni amen. Amen. Amuitiki jamani. Kwa majina naitwa Deborah Letano Laiza. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Mstari ambao unatoka Zaburi ya 27 mstari wa kwanza. Na unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu ya uzima wangu, nimhofu nani? Amen. Mstari wangu mwingine unatoka Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Na unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika maisha majani mabichi kunilaza, kando ya maji ya tumaini kuniongoza. Amen. Luka 18 mstari wa kwanza. Na unasema, akaambia mfalme, napasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Amen. Mathayo 5:7. Mathayo 5:7 mstari wa 8. Hadi 8. Heri wenye rehema, kwa maana watapata rehema. Mathayo 5:8.
Makofi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Eunice Amani Laz. Mstari wangu ambao unatoka katika kitabu cha Zaburi ya 16 mstari wa 11. Nao nasema, utanijulisha njia za uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume kuna mema milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mstari wangu ambao unatoka katika kitabu cha Zaburi 1 mstari wa 1. Nao nasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia za wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Amen. Mstari wa 11. Nao nasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Bwana Yesu Kristo ni. Waefeso 2:11. Nasema, na kila ulimi Waefeso 2 mstari wa 10. Nao nasema, maana tumeumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo toka awali Mungu alitengeneza tuenende nayo. Amen. Jina lako ni
wewe, kila step natembea na wewe, kila mahali natembea na wewe, huku na huko natembea na wewe, kibali chako, uwepo wako, neema yako, kibali chako, tembea nami, usiniachilie, nikaanguka, nikajikwaa. Zaidi fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake, zaidi nifahamu Yesu, nijue uliponifungua kwa Kalvari, muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba wala aliyenifilia kwa Kalvari, rehema bure na neema, samaha nayo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari, kwa neno lake Bwana Mungu nilijiona mimi mwovu, nikageuka na kutubu kwa Kalvari, rehema bure na neema, samaha nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Kwa yote kwa Yesu namtolea.
mfalme wa pekee sasa, kwa furaha nitamwimbia kwa Kalvari. Rehema, 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 samaha, samaha nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Jinsi pendo lilivyo kuu, neema ilishushwa toka juu, alitufanyia wokovu kwa Kalvari. Rehema, rehema, bure na neema, samaha, samaha nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Rehema, rehema, bure na neema, samaha nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Simama basi tukaombe kwa ajili ya neno. Baba mtakatifu, Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, Mungu wa Israeli, ushikae maagano na rehema yako, tunanyenyekea mbele zako saa hii tunapoenda kulisikia neno lako lenye uzima, lenye kutuponya, lenye kubadilisha fikra zetu kutoka katika hali ya uovu na kukuelekea wewe. Maana umesema wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa sababu katika Waebrania 12:28-29 umejithibitisha kwamba wewe ni moto ulao, lakini unatamani kuachilia nguvu zako na baraka zako, unataka kuachilia uweza na mamlaka yako katika maisha yetu. Na ndio maana umetupa mwanao Yesu Kristo, na ulikuwa katikati ukijipatanisha na nafsi zetu kwa damu ya Yesu Kristo, na ulitupatia haki itokanaye na wewe Mungu. Tunakushukuru kwa sababu ya neno hili. Mungu wetu na Baba yetu, tamalaki, tawala, ukapate kutawala na kumiliki katika ibada hii. Ruhusu hekima itokaye juu sasa ikapate kushuka, ikapate kutukalia katika fahamu, katika mioyo, katika fikra, ili Mungu tupate kuelewa na maandiko, maana ulifungua fahamu za wanafunzi wako ili wapate kuelewa maandiko. Fungua fahamu zetu, fungua mioyo yetu, ee Bwana. Kemea yule mharibifu, yule anayetaka kupanda mbegu ya uharibifu. Nami ninamkemea kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ya kwamba kuanzia sasa ni saa ya Bwana kumiliki katika neno lake, kusema na watoto wake, kufungua maisha yao, kufungua waliofungwa. Maana kwa neno lako unatuweka huru, kwa neno lako unatubariki, kwa neno lako unatuonya, kwa neno lako unatuwezesha na kututia nguvu. Nalibariki jina lako na kuliinua. Ule mtakatifu Mungu mwenyezi yote, Baba rehema, tunakutukuza, tunakuabudu, tunaomba tawala, tamalaki katika ibada hii, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Yesu kaketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie sauti ya wana wa Mungu wenye nguvu, sema amina. Haleluya, haleluya. Tunaendelea na somo lizuri la kujijenga ndani ya Yesu. Sema amina. Kujijenga. Kabla tujaingia somo linalosema ukuaji na ukomavu wa kiroho, leo tutaenda zaidi katika somo la pili katika mwezi huu wa pili unaosema kujijenga, namna ya kujijenga ndani ya Yesu Kristo. Maana tuliangalia wiki iliyopita namna ya kujengwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulianza na somo linalosema kukaa ndani ya Yesu na kupokea maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe. Maana Paulo akasema, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo tunajifunza somo ambalo
ni mwendelezo kwa wale ambao hawakuwepo, itabidi uweze kupata kwa sehemu, lakini wewe unahudhuria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatuwezi kurudi nyuma, sababu Yesu ametupa ramani. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo letu ni kusimama na ile kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10:20, kwamba baada tukishajua yatupasayo, tuliangalia namna ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Tukishajua yatupasayo, tuna kazi kubwa ya kumpenda, kumcha, kumtumikia Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu naamini haukuitwa kwa hasara. Na najua kuna aliyekuchagua, aliyekuchagua ili ukapate kumzalia matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na matunda hayo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10:20, Biblia inasema, mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. 21, yeye ndiye fahari yako na yeye ndiye Mungu wako, aliyekutendea mambo haya makubwa ya kutisha uliyoona kwa macho yako. Sema amina. Kwa hiyo tukishajua namna ya kujijenga ndani ya Yesu, ni ili kwamba tuweze kusimama kwenye kwa nafasi ambazo Mungu amekupa katika jamii uliopo, katika familia uliopo, katika taifa uliopo. Mungu anataka ukamche yeye, umche yeye, uambatane naye. Bwana Yesu asifiwe. Unapomcha Mungu, kinachokuja cha kwanza ni moyo wa kumpenda Mungu kwa bidii zote, kwa nguvu zote, kwa akili zako zote. Na ndio maana Yesu akawaambia wale Wayahudi, asema walipomuuliza kwa habari ya amri, akasema akawapa amri, lakini baadaye akawaambia katika Mathayo 6:33, anasema tafuteni kwanza kujua ufalme. Ukishajua ufalme, ndipo utajua yaliyomo ndani ya ufalme. Na ukishajua yaliyomo ndani ya ufalme, utajua namna ya kuenenda na kutenda katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza somo hili ni kwa faida yako, kwa sababu tulishatoka huko kwenye kutafuta ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke kauli mbiu ya mwaka ilikuwa ni kufanya nini? Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kauli mbiu ni nini? Kumtafuta Bwana na nguvu zake na kutafuta uso wake kila siku. Kwa nini tutafute? Kwa sababu tunatakiwa tumche Bwana, tunatakiwa tumwambatane naye, tunatakiwa tumtumikie, alafu naye achilie baraka, achilie furaha tele, achilie neema tele, achilie utukufu tele na ulinzi tele. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofanya hayo, kuna vitu ambavyo Mungu ataachilia hata kabla hujaomba. Unapompenda Mungu, naye atakupenda. Unapomtafuta, naye atakutafuta. Anasema utakaponitafuta kwa moyo wako wote, nitaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo somo letu la leo tunaongozwa na kitabu cha Waebrania 12:20 na 8 na 29. Ila anaweza kutusomea, twende pamoja. Kumbuka kichwa cha habari inasema nini? Namna ya kujijenga ndani ya Yesu Kristo. Waebrania 12:28-29. Amen. 12:29. Amen. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Amen. Hebu rudia vizuri, alafu nenda Zaburi ya 2:11. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme anasema basi kwa kuwa tumepokea nini? Ufalme usioweza kutetemeshwa.
Mwe na neema ambayo kwa hiyo, kwa sababu tumepokea ufalme wenye viwango visivyopimika. Ufalme wa Mungu una nguvu sana. Ufalme wa Mungu, utukufu wa Mungu ukishuka duniani, dunia inaweza ikatetemeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Wauliza wana wa Israeli, walipotaka kumwona Mungu, waliambia wajitakase kwa siku ngapi? 3. Kulikuwa kuna kuosha mwili, maana wako jangwani, kuna kutafuta kufua mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hawakuruhusiwa kufanya kabisa. Kwa siku ngapi? 3, ili waweze kumwona nani? Lakini Mungu alipowajaribu tu, aliachilia tu pepo, sijui nini, tetemeko. Wakasema kama ndio hivi anavyokuja, hatutaki hata kumsikia, kwa kamalizane naye. Hapo tu hajafika kwenye ni utukufu ulikuwa unashuka. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa milima ilitetemeka, ardhi. Mungu wetu ni mkuu sana. Ni neema ya Yesu tu kwamba siku hizi hatuoni ile ghadhabu ya Mungu, lakini sio kwamba amebadilika. Ni yeye jana, leo na hata sema ashukuriwe Yesu kwamba kwa ghadhabu, kwa ile rehema yake anasema nimefanya agano la milele. Ndio maana mwandishi anasema kwa kuwa tumepokea nini? Ufalme usioweza kufanya nini? Kutetemeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme usioweza kutetemeshwa. Ufalme usioweza kubadilika. Maana yake unapojua wewe ni nani na umepokea nini cha kimungu, jithaminishe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kufanya nini? Kutetemeshwa. Hautetemeshwi na magonjwa, hautetemeshwi na mapepo, hautetemeshwi na wachawi. Hata kama mchawi anaweza kubadilisha jua ukawa mwezi, ufalme wa Mungu hautetemeshwi, kwa sababu umejikamilisha na una nguvu kuliko vitu vyote. Ina nguvu kuliko wachawi unaowajua, waganga unaowajua, miungu unayejua. Kuna Mungu mmoja. Hata dragon lilisalimu mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliweka sanduku la Mungu tu pale karibu na dragon. Dragon lilipiga magoti asubuhi, wakanyanyua tena, wakaona nyinyi hamjui mnachofanya. Wakakuta siku ya pili imevunjika vipande. Hakuna miungu inaweza kusimama mbele ya Mungu, maana ni mkuu sana, ni mtakatifu sana. Kwa hiyo tumepokea ufalme huo kwa kuamini jina la Yesu na kukiri kwa vinywa vyetu na kukubali kukaa ndani ya Yesu, kwa sababu tulishafundishwa. Ndio maana naendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani tunajengwa ndani ya nani? Ya Yesu. Lakini leo tutaangalia namna wewe unaweza ukajijenga ndani ya nani? Ya Yesu. Ndio maana nakupa sehemu ya ufalme ulivyo. Tuliangalia Yesu ni nani, tukasema Yesu ni mkombozi, Yesu ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni neno na Yesu ni Mungu, hajawahi kubadilika, na vitu vyote viliumbwa katika yeye na kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa muktasari ili upate kujua tunakoelekea. Bwana apewe sifa. Ili tujue wajibu wetu namna ya kupokea ufalme. Ukiwa raia wa Tanzania, ukitaka kusafiri kwenda nchi ya watu, lazima uwe na kibali au wanasema hati ya kusafiria inayokuonyesha wewe kwamba wewe asili ya kwenu ni wapi? Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pale aliyekudhamini pale ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba huyu ni raia wangu, atendewe mema, alindwe, ahifadhiwe, anapopata shida afanye nini? Ukisoma pale kwenye hati ya nini ya kusafiria ndivyo ilivyoandikwa. Na kwa hati hiyo, popote utakapopita, ukiheshimu sheria za nchi ile, hautabugudhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo ni ufalme wa nchi tu. Je, ufalme wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kama nchi tu ina nguvu ya kukulinda vile, je, ufalme wa Mungu ni zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mwandishi akasema kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na nini?
na neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba tusimame kwa nafasi ambayo Mungu ametuheshimisha. Hebu rudia mstari. Basi kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Muwe na neema ambayo imetupasa kumtolea Mungu ibada ya nini? Kumpendeza. Ya kumpendeza. Unaona Ndio maana nimekusomea ile Kumbukumbu la Torati kwamba tukishajua yatupasayo, tuna kazi moja tu ya kumpenda Mungu, kumcha Mungu, kuambatana naye. Full stop. Magari yatakuja, utajiri unakuja, lakini si kuambia pokea magari, sijui pokea ndege, pokea nini. Kama hujui kanuni huwezi kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa kanuni, hawezi kuvunja kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Labda afanye hivyo kwa ajili ya utukufu wake, lakini anasema nawapenda wanipendao, wanitafutao, wanipendao kwa moyo wote, kwa nguvu zao zote, wanaoniheshimu kwa dhabihu zao, kwa sadaka zao, na muda wao wananipa. Bwana Yesu asifiwe. Usitake vya Mungu alafu usitake ushirika na Mungu. Ukitaka vya Mungu, kubali masharti na kanuni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Masharti ya Mungu ni kwa ajili ya kukujenga, kwa sababu hata kila nchi, kila raia anatakiwa kuheshimu sheria na katiba, si ndio? Kwa hiyo sheria ya Mungu anasema kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wote na kwa nguvu zako zote. Alafu wewe ni nuru, lazima ujitenge na giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Anasema kama Baba yenu alivyo mtakatifu, iweni watakatifu. Kama Baba yenu alivyo na upendo, iweni na upendo. Kama Baba yenu alivyo wa haki, iweni wenye haki. Takeni hukumu za haki, rehema za kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndio maana anasema katika Waebrania 12, na tukumbuke kumpa Mungu sifa za nini? Ibada ya kweli. Ibada ya kweli inatokana na moyo safi. Watoto wametuambia, si ndio? Heri wenye moyo, maana hao watamwona nani? Mungu. Utamwonaje Mungu? Maana yake unapotenda ya kupasayo, unapoenenda katika upendo, unapoenenda katika utakatifu, unapoenenda katika haki, unapotenda mambo kwa uadilifu, Mungu atakutimiliza, Mungu atakukamilisha na atakupa haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio tunamwona Mungu? Haji kwa sura kama unavyotamani. Atakutendea yale ambayo unahitaji. Kabla hujawaza ameshafanya. Kabla hujaomba ameshakujibu. Si Mungu wa baraka huyo? Yaani ukiwa unawaza leo unahitaji nyama, Mungu ameshaagiza nyama ikufuate. Si ndio? Leo unawaza tu leo nataka chipsi kuku, Mungu anaagiza chipsi kuku inakufuata. Hata kama ulikuwa huna hela, Mungu anafanya, anaamuru baraka. Sema ameamuru. Nimetumia vile unavyovielewa kwa sababu nikikwambia vya kimungu huwezi kuvielewa. Lakini Biblia inasema Mungu hujishughulisha sana na mambo yetu. Ndio maana nimekupa vile vilaini ambavyo unaweza kuelewa kwa lugha ya urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile ambavyo huvioni vinavyotendeka katika maisha yako ni ulinzi wa Mungu unaoachiliwa juu yako kila siku. Ni pumzi ya Mungu unayoenjoy kila siku, kila dakika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujamlipa Mungu. Na ndio maana anasema kwa kuwa tumepokea ufalme usiotetemeshwa, na kinacho Mungu anachohitaji ni ibada ya kweli. Ndio maana Paulo akasema katika Warumi, anasema mgeuzwe kujua lile lililo katika Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Katika kulijua kusudi, katika kujua mapenzi ya Mungu, ndipo utaweza kumtukuza Mungu katika ustahimili, katika utakatifu wa moyo, usafi wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Naposema utakatifu wa moyo, maana yake namna unavyoenenda mbele za Mungu, namna unavyoenda mbele za Baba aliye mtakatifu, ndio utakatifu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Moyo usiowaza mabaya, moyo usiotamani mabaya, moyo usio na kiburi, moyo usiokuwa na vitu na uovu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio maana katika Zaburi ya 2:11 tusome, alafu tuende hiyo Warumi. Tunaangalia namna ya kujijenga ndani ya nani? Ya Yesu. Nikishajenga msingi huo nakupa mambo 4 5 tunamaliza. Zaburi ya 2 mstari wa 11 inasemaje? Mtumikie Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Mtumikie Bwana kwa kicho, ukafanya nini? Shangilieni kwa kutetemeka. Kumshangilia kwa kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi 12 1-2. Anasema na wasii basi ndugu zangu. Basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu ya maana. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Nia. Umeona neno nia Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu mkiapate kuyajua hakika yaliyo mapenzi ya nini? Ya Mungu katika nani? Na ya mema na ukamilifu. Kuna vitu vitatu ametaja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuna wajibu. Tumepokea neema. Tumepokea wokovu. Tumepokea haki ya Mungu. Tunapaswa kugeuzwa nia zetu, fikra zetu, namna tunavyowaza kwa habari ya Mungu, namna tunavyojenga ushirika wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ili tuweze sasa kujijenga ndani ya Yesu Kristo, cha kwanza kuna vitu vitatu vya muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Sitaongelea kwenye eneo hili, sitaongelea wokovu, lakini kwa sababu kuna ambao ndio mara ya kwanza leo, sehemu ya kwanza, kama unataka kujijenga ndani ya Yesu, lazima umpe Yesu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukubali kumkiri, kumkaribisha katika moyo wako awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karibu na sawa na kitabu cha Yohana 3:16-17, kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9. Nasema habari ya mambo yanasema kwa moyo ukiamini, kwa kinywa ukikiri, kuna vitu vinazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unapataje habari hizo? Ni kwa kuhubiriwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo sasa, kwa sababu tunaendelea leo, tukasema tunataka kujijenga ndani ya Yesu, tunataka kujizamisha ndani ya Yesu kupitia neno lake. Yesu akasema katika Yohana 15 mstari wa 4 hadi anzia 4 hadi 7, ameongelea mambo muhimu. Anasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Tunakaaje ndani ya Yesu? Tunakaa ndani ya Yesu kwa kulipokea neno lake likapate kukaa ndani yetu, na neno hilo lipate kutubadilisha tuweze kufanana na Yesu kwa sura ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema mkikaa ndani yangu nami nikikaa ndani yenu, anasema kwanza ukiomba lolote utapewa, lakini anasema mimi na Baba tutakuja tutakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote anasema mtakuwa wanafunzi wangu. Tusomee Yohana 15 mstari wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisipoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, mimi ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu kuyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Amen. Haleluya. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe akituhakikishia napokaa ndani. Hapo sasa ni juhudi ya mimi na wewe kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusomee hii alafu nikupitishe kwenye kufafanua kidogo. Anasema katika Yohana 14:21, anasema yeye aliye na amri zangu, sio kuwa na amri tu. Yeye aliye na amri zangu
alafu huyo mwenye amri lazima azishike nini? Amri. Inasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Haleluya. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kujijenga ndani ya Yesu, Paulo anasema kama mlivyompokea Kristo Bwana wetu, enendeni hivyo hivyo katika yeye, wenye shina, wenye kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana anaongelea ni mtu anayekubali kujiunganisha na Yesu, kukaa ndani ya Yesu katika imani, katika utii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani, utii, unyenyekevu, kumkaribia Mungu zaidi. Maana unapomkaribia Mungu ni sasa umekaa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vitatu vinne nimetaja kwamba hatua inayokufanya kujijenga ndani ya Yesu ni wewe kwa imani yako kumfuata Yesu na kupokea amri zake na kukaa ndani ya amri zake na kuzitenda. Amesema yeye aliye na amri zangu na kuzitenda. Ndio maana Yakobo 1:22 anasema msio wasikiaji bali wasikiaji na watendaji. Bwana Yesu asifiwe. Tusio wasikiaji wa neno la Mungu. Ni vizuri kusikia, lakini yapendeza tukitendea kazi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hatua hiyo itatupelekea kukaa ndani ya Yesu Kristo, kuishi na kukua ndani ya Yesu. Wakolosai 1:10. Haleluya. Yesu ni mzuri. Anatupenda. Anatuwazia mema. Anasema mkinipenda mtazishika nini? Amri zangu. Kolosai 1:10. Ndio. Mwenende kama ilivyo wajibu wenu. Paulo anasema kwa kuwa umemkubali Yesu kwa moyo wako, umempa maisha yako, umekubali kujengwa ndani yake, na unataka kujijenga ndani ya Yesu kwa kuliitii neno la Mungu, kwa kulitendea kazi neno la Mungu, kwa kukubali kuzishika sheria na kuzitendea nini? Kazi, na kukaa ndani ya Yesu kwa imani, ili ujifunze, ili uone yale ambayo Yesu anakufundisha na uweze kupokea na kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa kuwa mlipokea nani? Kama mlivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kumbe kuna wajibu wetu kwa Bwana. Wajibu wetu sio kuja kanisani tu, maana hiyo ni desturi ya watakatifu kukusanyika, kujengana, kuonyana, kuimarishana, si ndio? Lakini kuna wajibu wako wa kila siku, nyumbani kwako, mahali popote. Wewe ni mwakilishi wa Mungu. Utambue hilo. Wewe ni mwakilishi wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo usiseme mchungaji anione au mshirika mwenzangu anione. No, kuna jicho linalokutazama masaa 24. Maana Mungu asinzii wala halali. Haleluya. Usiseme nikienda kanisani tu ndio nitakuwa mtakatifu. Hata huko kichochoroni Yesu jicho lake linakuona. Amen. Anaangalia unafanya nini? Unawaza nini? Unatenda nini? Alafu anayarekodi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana tumekumbushwa, kwa sababu tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Tuthamini wokovu, tuthamini upendo wa Mungu, tuthamini dhabihu ya ukombozi uliotolewa kwa ajili yetu, ili tuweze kumtolea Mungu mioyo ya shukrani, tuweze kumcha Mungu kwa moyo, kwa akili, kwa nafsi, tukimpa sifa za mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutetemeka. Mungu hazoeleki, ni moto. Mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Kwa kila kazi njema. Hajasema kwa baadhi ya kazi. Kwa kila kazi njema. Maana yake katika maisha yako yote, ukiwa nyumbani, zaa matunda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako ikapate kuwa njema. Ukiwa ofisini, kazi yako ikapate kuwa njema. Ukiwa mtaani, kazi yako ikapate kuwa njema.
ukiwa mahali popote kazi yako ikapate kuwa njema. Maana yake ujue unaratibiwa na mbingu isiyo na makosa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hana upendeleo. Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Na kuzidi katika maarifa, hapo ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake ulipompokea Yesu, ulitwa ni mtoto, si ndio? Na unatakiwa kutoka katika hali ya utoto ukue katika kumjua Yesu, katika kimo, katika upana, katika hekima, katika maarifa. Utoke katika hali hiyo kwenda hatua ya mwana, na katika hali ya mwana kuna kuongezeka kimo, na ukimpendeza Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitenda yapendezayo Baba, kwa sababu hasa hiyo sasa Mungu anataka akutumie. Ndio maana akasema katika Yohana 15 mstari wa 16, si ninyi mlionichagua, mimi ndio niliwachagua, na aliyekuchagua ndio ana wajibu, ana kazi alizokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiseme mimi sina kazi kanisani. No, hujajua wajibu wako. Amen. Usiseme mimi sina cha kufanya katika ufalme wa Mungu. No, hujajua wajibu wako. Wewe bado ni mtoto, ndio maana unaona kama mtoto, ndio maana unawaza kama mtoto. Lakini Biblia inasema mtoto hawapo mtoto, japo ni mrithi bado ni mtumwa. Lakini ukishafikia hatua ya mwana, unapokea sehemu ya urithi, kwa sababu Roho wa Kristo anakaa ndani yako, na Roho wa Kristo akikaa ndani yako anabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaondoa vile vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Lakini kuna wajibu, ndio maana akasema kama mlivyompokea. Maana ulipokea Yesu kwa hiari, kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuendelea kukua. Ukiona ukui kiroho, jua kuna tatizo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kila siku unakunywa maziwa, hata mtoto mdogo kuna age akifika hataki nini? Maziwa. Kwa hiyo lazima kubali kujambatanisha na Yesu kwa utii, kwa unyenyekevu, kwa imani, na kukubali kuzamishwa au kuimage katika neno la Mungu linaloweza kubadilisha mwili, roho na nafsi katika ukamilifu, utimilifu, utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Paulo akasema, malizia huo mstari alafu tuendelee. Wa 10. Ndio. Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Amen. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote, kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na zaburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkiwezeshwa na nguvu na hekima na maarifa yote. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba kujijenga ndani ya Yesu Kristo lazima tujiweze kuji-establish ndani ya msingi wa Yesu. Kuweza kufanya nini? Kujengwa ndani ya msingi wa Yesu Kristo. Anasema katika Wakorintho wa kwanza 3:11, hakuna msingi mwingine wote utupasao kujengwa. Kwa hiyo lazima katika imani yako, katika utii wako, katika kukaa ndani ya Yesu, lazima ukae katika msingi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na msingi wake ni wewe kukubali kufuata dira, maelekezo na kanuni zake, maana ameshaweka. Ndio maana anasema yeye anipendaye. Katika ile Yohana anasema mkinipenda mtazishika amri, si ndio? Lakini 21 katika 14 anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Kwa hiyo unaenda kujengwa kwenye msingi wa Yesu, upokee maelekezo ya namna ya kujijenga na wewe katika msingi, na kukua katika msingi, na kufikia kimo cha ukamilifu na utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waefeso 2:20 naye anasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Na Yesu Kristo mwenyewe ni nani? Tusome. Efeso 2:20. Ndio. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Yesu Kristo, Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Amen. Kwa hiyo pointi ya pili baada ya kwanza ya kujengwa kwenye msingi, lazima ukubali kukaa na kuendelea kukaa ukimtegemea Yesu kila siku, ili maisha yako ya rohoni yabadilishwe na yatakatishwe
na damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Kwa sababu tunahitaji kukua. Tusomee Yohana 15 mstari wa 5 na Wakolosai 2:6 hadi 7. Yohana 15 mstari wa 5 nao unasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake. Huyo akae ndani yake, ndani ya Yesu na yeye Yesu ndani yake. Huyo uzaa sana. Huyo mtu anafanikiwa kiroho, anakuwa kiroho, huyo mtu anabarikiwa, uzao wake utabarikiwa, vizazi vyake vinabarikiwa, lakini kazi ya mikono yake inafanya nini? Inabarikiwa. Ndio maana anasema huyo uzaa matunda sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya. Maana pasipo Yesu hatuwezi kufanya lolote. La kiroho, la kimwili, la kiakili, la kimtazamo. Maana Yesu ndio akili yetu, Yesu ndio nguvu yetu, Yesu ndio neema yetu, Yesu ndio utukufu wetu. Haleluya. Tukikaa na Yesu tutaona utukufu wa Bwana. Tukikaa na Yesu tutaona baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tukikaa na Yesu akili zetu zitafanana na ya Mungu. Maana anasema njia zangu sio njia, akili zangu sio akili, na akili za Mungu hazina kipimo. Maana yake atatupa sehemu ya ufahamu wake, maarifa yake, nguvu zake. Ndio maana anasema akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa matunda sana. Sawa sana Zaburi ya 128 mmoja tusomee kwa haraka. Anasema heri mtu yule amchaye Bwana. Maana yake huyo mtu anamheshimu Mungu, anamthaminisha Mungu, anampa Mungu nafasi kwenye moyo, kwenye akili, kwenye maamuzi yake, kwenye fikra zake. Huyo mtu anasema utafanikiwa, utakuwa heri. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa heri. Heri kwako na nyumba yako na watoto wako na jamaa yako. Anasema na utakula taabu ya mikono yako. Zaburi 128:1-3. Zaburi 128 mstari wa 1 hadi wa 3 nasema. Ndio. Heri kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia ya haki. Aendaye katika njia ya nini? Ya haki. Ya haki. Taabu ya mikono yako hakika taabu ya mikono yako, maana yake kila utakachokifanya kitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautapata hasara, maana Mungu atakufundisha akili, ataifundisha akili yako namna ya kupata nini? Maarifa na utajiri. Anasema mimi Bwana Mungu nikupae akili na nguvu ya kupata utajiri. Tutasoma katika Kumbukumbu la Torati 8. Bwana Yesu asifiwe. Na nakupa ufafanuzi wa hiyo Zaburi ya 128. Anasema heri mtu yule amchaye nani? Bwana. Utakuwa heri na kwako kwema. Utakuwa heri alafu kwako kutakuwepo na nini? Kwema. Maana yake Mungu anahusika na maisha yako, roho yako, nafsi yako, vyote ulivyo navyo na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa heri na wema, maana yake wema wa Mungu utakuzunguka, utukufu wa Mungu utakuangazia. Haleluya. Anasema utakuwa kwema na heri. Kuna vitu viwili vimetajwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itakuwa heri na kwema. Namba 3. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao. Na mkeo kama sehemu ya baraka ya Mungu nyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni. Wakizunguka meza yako. Amen. Haleluya. Amen. Tumesikia hiyo ahadi ya kukaa ndani ya nani? Ya Mungu, ya kukaa ndani ya Yesu kama alivyosema mtazama matunda. Na ndio maana katika Zaburi ya 16 mstari wa 11 watoto wa Yesu walitukumbusha kwamba unijulishe njia nini? Aliyesoma Zaburi ya 16:11. Unijulishe njia za. Aliyesoma nani? Awesha sawa. Zaburi ya 16 mstari wa 11.
Utanijulisha njia ya uzima. Utanijulisha njia nini? Ya uzima. Ya uzima. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Ndani ya nini? Mbele za uso wako kuna nini? Furaha tele. Kuna furaha tele. Na katika mkono wako wa kuume kuna mema ya milele. Na katika mkono wa Mungu wa kuume kuna mema ya milele unaoachiliwa kwa ajili ya wale wanaokaa ndani ya Yesu, wanaompenda Yesu, wanaomtafuta Yesu, wanaoambatana na Yesu. Haleluya. Amen. Ili kwamba Mungu apate kuzikamilisha furaha zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kumtumikia Yesu ni raha Amen. Haleluya. Amen. Kwenye sehemu ya kukaa, abide and remain in him, depending on Jesus daily for spiritual life and nourishment. Maisha yako bila Yesu ni kama samaki ukimwondoa kwenye maji, amefanya nini? Ataweza kuishi? Kwa hiyo maisha yetu ya mwili na roho tunamhitaji Mungu. Na ili tumuone Mungu, Mungu anasema kaa, maana yake njoo kwake. Anavyosema katika kitabu cha Yakobo 4:7-8. Nasema mkaribieni Mungu, naye atafanya nini? Itakaseni mikono yenu yenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kumkaribia maana yake unaenda ukihitaji mabadiliko, ukihitaji kupokea yaliyo ya Mungu na kuachilia yaliyo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 2:6-7. Tuko kwenye pointi ya pili. Nimebakiza pointi 3 nitamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Naamini unaandika ili ubarikiwe. Haleluya. Amen. Jifunza wewe unakuja na kanisani na Biblia na kitabu na kuandikia, daftari la kuandikia. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni sehemu ya kukua, ili adui asije akaondoa ile mbegu iliyopandwa ndani yako kwa misukosuko na kazi nyingi za dunia. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Wakolosai 2:7. 6-7. Inasemaje? Anzia mstari wa 6. Inasema, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ya 3, kubali kutii na kuifanyia kazi neno la Mungu. Yesu akasema katika Mathayo 7:24 na waraka wa kwanza Yohana 2:6, tusomee. Amesisitiza mtu yule anayelisikia lile neno na kulifanyia kazi lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 7:24 inasema, basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Endelea. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 6. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 6. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 2 mstari wa 6 inasema, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Amen. Yeye asemaye ni mwana wa Mungu, yeye aliyekubali kukaa ndani ya Yesu na kutii sheria za Yesu. Ndio maana anasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alienendaje? Alikuwa mkamilifu, alikuwa mtakatifu,
alikuwa na bidii kuzitenda kazi alizopewa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukisema sisi ni wa Kristo, maana yake tumepewa nafasi ya kutembea kama nani? Kama Kristo. Kutenda kama nani? Kama Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa utii tutaweza kufanya mambo yote. Amen. Amen. Lakini kama sehemu ya kujijenga, lazima utembee kwa imani, uishi maisha ya kumtumaini Mungu, kuomba, kusoma neno na kupokea hekima na maarifa ya Mungu. Wakorintho wa pili 5:7, Methali 3:5-6. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Methali 3:5-6. Katika kuenenda kwa imani kuna kumkabidhi Bwana kazi, kuna kumkabidhi Bwana hatua na njia zetu. Haleluya. Ili aweze kutujenga, aweze kutuimarisha, aweze kutuinua na kutupa akili. Maana anasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Na wafanyaye hivyo wana akili. Zaburi ya 111 mstari wa 10 na Methali 1:7. Tusome Methali 1:7. Tusome kwanza Methali 3:5. Hiyo nimekuongezea tu. Methali 3:5 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Amen. Methali 1:7. Methali 1:7 nayo inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Amen. Zaburi ya 111 mstari wa 10. Zaburi ya 111 mstari wa 10 inasema, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema. Wote wafanyao hayo wana akili njema. Na sifa za Bwana zakaa milele. Unarejea kitabu cha Methali 9:10, anasema kumcha Bwana ni kupata ufahamu na kumjua aliye mtakatifu ni nini? Tusomee, ni hekima. Methali 9:10. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ni mwanzo wa nini? Wa hekima. Na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Na kumjua mtakatifu ni nini? Ufahamu. Ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sehemu ya 5 tunasema akili na mtazamo wako umwangalie Kristo na vilivyo juu. Akili na mtazamo wako umwangalie nani? Bwana. Wafilipi 5:2-5 anasema jambo pale. Wafilipi 2:5. Iwe na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Mwe na nia hiyo hiyo iliyokuwepo ndani ya nani? Ambaye mwanzo alikuwa hiyo namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu kwa kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Amen. Haleluya. Amen. Hapo tunaonyeshwa kuweka akili na mitazamo yetu kwa Yesu, tukitanguliza unyenyekevu, utii. Haleluya. Amen. Warumi 8 amesema 29, kuna vitu viwili ametaja hapo, tusome hadi 30. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili. Hao waliowajua tangu asili Mungu aliwachagua tangu asili, wafananishe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ndio.
Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika kujijenga akili yako na mtazamo wako kumwelekea Kristo katika unyenyekevu na utii, Mungu anasema hawa waliojua tangu asili waliowachagua. Alikuchagua kwa kusudi, anataka ukamzalie matunda, na anajua hatua zako zitaimarishwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako, mwenendo wako, kula kwako, kuamka kwako, kuishi kwako, anajua, anajihusisha na mambo yako. Ndio maana anasema hawa walitangu asili aliwachagua, na alipowachagua hata kuacha, aliwahesabia haki, aliwatakasa. Alafu siku ya mwisho ukikamilishwa utatukuzwa pamoja na nani? Na Kristo. Ndio maana anasema tafuteni ya tafakarini yaliyo juu kule Kristo alipo. Bwana Yesu asifiwe. Sio yaliyo katika nchi, maana yaliyo katika dunia ni uharibifu, lakini tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza kazi kubwa ya imani ndani yetu. Waebrania 12 anasema mambo haya. Anasema tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Aliona, alistahimili aibu, alistahimili maumivu ya msalaba, akadharau aibu kwa furaha kubwa iliyokuwa mbele yetu. Haleluya. Amen. Ya ushindi na ukombozi uliokamilishwa msalabani. Tusomee Waebrania 12:1-2. Basi sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Tuweke kando kila mizigo ya nini? Mizito. Ya dhambi. Na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Ndio. Na tupige mbio kwa saburi. Na tupige mbio kwa saburi. Katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Katika yale mashindano ya kuishi katika utakatifu, katika uaminifu, katika wema, katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika yale yaliyowekwa mbele yetu kama wana. Kwa sababu tunajijenga ndani ya Yesu. Lazima tukatae uovu wote. Tukubali unyenyekevu, tukubali utu wema, tukubali fadhili, tukubali upendo. Ndio maana anasema tukifanya bidii kwa yale yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye, huku tukijitahidi tukimtazama nani? Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Tukumbuke tulisema tunaenenda kwa imani, si kwa maana yake kuna saa inabidi umtazame Yesu kuliko mazingira yaliyokuzunguka, kuliko taabu iliyokuzunguka, kuliko majaribu yaliyokuzunguka. Maana amesema kila jaribu atafanya na mlango wa kufanya nini? Wa kutokea. Hatutamani majaribu, huwa tunatamani njia ya kutokea. Lakini Yesu anasema tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na mwenye kufanya nini? Kutimiliza. Maana yake nini? Kuna vitu Yesu anaangalia ndani yako, unafanya nini? Imani yako, uaminifu wako, bidii yako, utakatifu wako, upendo wako, uvumilivu wako, utu wako, kusamehe kwako, kujitoa kwako. Bwana akasema tuzingatie hayo. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme Yesu nisaidie, wakati wewe Yesu akihitaji usaidie wenzako unakuwa uwezi. Ndio maana katika ile siku katika Mathayo 23 anasema nini? Ndipo atatenga kondoo na nini? Na mbuzi. Anasema nilikuja kwenu nikiwa na njaa, mjanipa chakula. Nilikuja kwenu nikiwa uchi, mkunivika nini? Mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote hapo inahitaji nini? Bidii ya kuangalia, ya kusikiliza, ya kutenda. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukimtazama
Yeye mwenye kufanya nini? Kuanzisha na mwenye kutimiliza. Amen. Amen. Nenda mpaka mstari wa 4. Maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi. Amen. Kwa tumeambiwa kuna yaliyowekwa mbele yetu kuzitenda, kwa sababu yeye aliye mwenye kuanzisha kazi njema mioyoni mwetu, imani njema, anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anataka sisi tuweke akili na mitazamo yetu kwake. Haleluya. Lakini katika sehemu ya mwisho kwa leo kuna vitu viwili. Cha kwanza, kubali kukua kiroho kupitia neno la Mungu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2, Zaburi ya 119 mstari wa 11. Alafu sehemu ya pili anasema tembea, ishi katika uaminifu, uadilifu, upendo na vitu kama hivyo. Haleluya. Hivyo ni vitu vitakavyokusaidia kujijenga ndani ya Yesu. Grow through the way. Kuwa katika neno. Kubali ukue. Soma neno la Mungu, tafakari, alafu itendee kazi. Omba asubuhi, omba mchana, omba usiku. Jenga ushirika na Mungu kila siku. Ukiamka, cha kwanza mpe Mungu nafasi kwenye moyo wako, kwenye akili zako. Mtafakari yeye, mwabudu yeye, msifu yeye, alafu omba mbele za Mungu baada ya kusoma neno. Kuna ile wimbo watoto wanasemaga, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. Amen. Ukitaka kukua kiroho, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, katika hekima, katika maarifa na katika ujuzi. Bwana Yesu asifiwe. Likae kwa wingi, maana yake soma, likariri, liweke kwenye moyo. Anasema linda sana moyo wako, maana ndiko utokako nini? Chemchem ya uzima. Maana yake linda dhidi ya maneno maovu, linda dhidi ya chuki, linda dhidi ya kiburi, linda dhidi ya uovu wa namna yoyote. Kila wazo libaya linalokujia ikatae, kwa sababu wewe ni hekalu la nani? La Mungu aliye hai. Nilishasema kuna kanuni ya madhabahu, kuna kanuni ya hekalu. Amen. Haleluya. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Na ukisoma pia kuanzia 10:11, Daudi anasema neno lako nimeliweka moyoni mwangu nisije nikakutenda nini? Dhambi. Ikafika kwenye hiyo mpaka hatua ya kusema Zaburi ya 119 mstari wa 105 anasema moyoni mwangu neno lako ni nini? Ni taa. Tusome Zaburi ya 119. mstari anzia 10:11. 10:11. Ndio. Zaburi ya 109 mstari wa 119. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Moyoni mwangu nimeliweka, kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Daudi anasema kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache niende bali na nini? Maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno. Moyoni mwangu nimekubali kuliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Huyo ni mtu ambaye anakuwa anayebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyekubali utii, aliyekubali unyenyekevu, aliyekubali kuweka macho yake kwa Kristo na si katika vilivyo katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana Paulo naye akasema katika Kolosai 3
14, 15 hadi 16 tusome. Wakolosai 3. Amen. Anzia 12 mpaka 16. Kolosai 3. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu. Kwa kuwa tumekuwa nani? Wateule wa Mungu. Huyo ni mtu aliyekaa ndani ya Yesu, anayejua haki yake, anayekaa katika utakatifu, kutembea kwa imani. Haleluya. Anasema kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, tumekuwa wateule na watakatifu, wapendwao, na watu wapendwao. Jivikeni moyo wa rehema. Jivike moyo wa nini? Wa rehema. Maana yake ondoa chuki, weka nini? Weka utu. Ondoa maovu, weka utu wema. Yes, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Upole na uvumilivu. Mkichukuliana na kusameheana. Mkichukuliana na kufanya nini? Na kusameheana. Tabia mtakatifu lazima akubali kusamehe. Haijalishi umetukana, umedhalilishwa, akubali kufanya nini? Kusamehe, kwa sababu ni wajibu. Yesu akasema mkitaka Baba yenu wa mbinguni awasamehe, imewapasa na ninyi kuwasamehe watu makosa yao. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, mtu akiwa na sababu yoyote ya kusema huyo ameniuzi, huyo amenidhalilisha, huyo amenitukana, akikumbuka mateso ya Yesu aliyestahimili aibu, mateso, matukano kwa ajili yetu, anasema nini? Tukubali kusamehe. Haleluya. Amen. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha utakatifu. Kujivika nini? Upendo, maana ni kifungo cha utakatifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, maana ndio mlioitwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Na nyimbo na tenzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Alafu katika hiyo kuna Waefeso, tusomee Waefeso 4:25 na Galatia 2:5-22 kupokea vipawa na karama, zawadi, matunda ya Roho Mtakatifu ni sehemu pia kujijenga ndani ya nani? Yesu Kristo. Waefeso 4:23-25. Waefeso 4:23-25. Ndio. Na mfanye wapya katika roho ya nia zenu. Mfanye wapya katika roho ya nia zenu, Mkavae utu mpya. Ukavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Katika haki na utakatifu. Katika haki na utakatifu wa kweli. Amen. Umefikia 25? 25. Basi uvueni uongo. Nasema basi uvueni nini? Uongo. Mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja na kiungo chake. Maana tu viungo, maana yake kidole kinamtegemea nini? Mwenzake. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Usikubali hasira ikupeleke. Haleluya. Jua lisichwe na uchungu mwenu bado haujatoweka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo neno la Mungu tulilojifunza siku ya leo kwa habari ya kujijenga ndani ya nani? Ya Kristo. Amen. Amen. Hakikisha utii unakuwa ni ufunguo wa kuweza kumfikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Maana Biblia inasema Mungu wapinga wenye nini? Lakini wapa neema nani? Wanyenyekevu. Na Mungu alibariki neno lake. Simama tukamwabudu Mungu. Amen. Wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi kuimba, sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi wewe ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi kuimba.
wewe ni sababu ya mimi kuishi kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana 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 maishani mwangu kila siku, Yesu kila saa, umwaminifu Bwana, oh Yesu kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana kila siku, oh kila saa, umwaminifu Bwana kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana ametenda mema, ametenda maajabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na nguvu zako. Wewe ni Mungu mwaminifu, umejaa rehema na uweza. Tunalibariki jina lako na kulisifu jina lako.